Hatimaye Shilole kwa mara ya kwanza amezungumza tangu ofisi yake ya Shishi Food ichomwe maeneo ya Kijitonyama, Dar es Salaam. Ilikuwa Oktoba 29, siku ambayo of course watu walikuwa wanapiga kura ya uchaguzi kuwachagua viongozi wa bunge pamoja na urais, kama ambavyo ripoti mbalimbali zimeripotiwa, na tumeshuhudia uharibifu mkubwa ambao umefanyika kwenye maeneo mbalimbali, maduka ya mastaa tofauti yakiwa yamechomwa moto, lakini vile vile hata yeye akiwa muhanga wa ofisi yake hiyo kuharibiwa kabisa na kubaki jivu pekee imechomwa moto, mali zote zikawa zimeteketea hapo. Sasa Shilole kwa mara ya kwanza muda mfupi uliopita ameandika na ameshare malalamiko, masikitiko, lakini vile vile usia kwa Watanzania kwa kile ambacho kimefanyika kwenye ofisi yake hiyo ambayo yeye amekuwa akitegemea kwa muda mrefu. Baada ya taarifa hiyo kuandika kwenye mtandao wa Instagram, kila mtu amekuwa akizungumza la kwake. Kama ambavyo tunafahamu wa Tanzania, maoni yamekuwa mengi ama mtazamo umekuwa tofauti. Wapo wanampa pole, wapo wanaosema kwamba bwana sasa wewe utakuwa tayari umelipwa. Kwa hiyo I say mambo ni mengi sana, kwa sababu kwenye statement yake mojawapo akasema kwamba yeye amewasamehe wale wote ambao wamefanya vitendo hivyo vya kumrudisha nyuma kwenye biashara yake. Shilole ameandika, ujumbe wangu kwa taifa. Salam. Kwanza nitoe pole za dhati kwa wote waliofikwa na misiba, majeraha au hasara kutokana na vurugu zilizotokea. Kurudishiana maumivu si utu wala si msingi wa taifa letu. Tofauti za kisiasa hazitufanyi tuache kuwa jamii moja, kwani kabla ya itikadi sisi ni binadamu na ni wa Tanzania. Mimi ni mhanga wa fujo hizo, ni ofisi yangu imechomwa na mali zangu zimeteketea. Wapo wanaonekana kufurahia wakidai nilistahili kwa sababu tu ya msimamo wangu wa kisiasa, lakini ukweli ni huu: sijawahi kumtukana mtu, sijawahi kumdhuru mtu yeyote. Nimekuwa tu muumini wa siasa ninayoiamini kupitia chama changu cha CCM. Lakini je, wale wasio na chama walioumizwa je? Nani anawatetea? Hili linaonyesha wazi kuwa fujo hazitofautishi, bali ni uharibifu usio na mantiki. Kwa hiyo wakati huu si muda wa kumtafuta mchawi wala kushindana kutupiana lawama, ni wakati wa busara. Na wabariki na kuwasamehe wote waliohusika katika uharibifu wa biashara yangu, huku akiwa wamedhamiria kunirudisha nyuma. Muhimu ni kwamba Mwenyezi Mungu ameendelea kuniruzuku uhai, basi ninaamini mali zinaweza kurejeshwa kwa juhudi na kupambana pasipo kukata tamaa. Lakini pumzi ya uhai haina mbadala. Alhamdulillah, anaandika Shilole. Shilole anaendelea kuandika hapa, anasema, naiombea nchi yangu, namuombea rais wangu Mama Samia pamoja na serikali yake katika kuendeleza awamu ya 6 katika kipindi chako cha pili, kwani ninaamini kuwa huu ni wakati wa kuimarisha umoja na upendo katika taifa letu. Ni muhimu sana tukawaunga mkono viongozi wetu, na mimi sitarudi nyuma katu. Nitaendelea kuamini, kutetea na kusimama na imani safi ya chama changu CCM, licha ya majaribu, vitisho na hasara niliyoipata. Hebu tuachane na wivu wa maendeleo, kwa sababu kuna ukandamiza ujana unaothubutu na kujitafutia kipato. Hapa nadhani kuna namna alikuwa anataka kuandika, lakini amekosea hivi na mimi sijangamua alikuwa anamaanisha nini. Akasema mwishowe kunaua taifa taratibu. Nina ushauri, tusimamie katika nguzo ya hekima, maridhiano, uvumilivu na utatuzi wa hoja bila fujo. Kwa walionijulia hali baada ya kuzushiwa kifo, poleni kwa namna mlivyojisikia baada ya habari zile. Asanteni kwa kujali. Mali zilizopotea ni hasara kubwa sana na nimeumia, ila haziwezi kuwa na thamani kuliko uzima huu Mungu alionipa. Alhamdulillah. Tuchague amani, tuchague umoja, tuchague busara. Mungu ibariki Tanzania. Ameandika Shilole kupitia mtandao wake wa Instagram kwa mara ya kwanza tangu ofisi yake ya Shishi Food ichomwe moto pale Kijitonyama. Sasa maoni yamekuwa mengi hapa, kila mtu amezungumza jambo lake. Huyu hapa Cutting Master Barbershop akampa pole Shilole, pole sana my sister. Mashallah akaandika pale pole sana. Senator Kilaka akamtaja akasema pole sana dada yangu kipenzi, Mungu akujalie wepesi, akufanyie wepesi katika hili. Huyu akaandika jenga tena bahasha za mama zinatembea. Umeona na hiki ndicho ambacho nilikuwa nimeandika pale. Kuna watu ambao watakuja kuzungumza vitu vya namna hiyo kwa sababu tu pengine ametanguliza hiyo msamaha kwa watu ambao wameharibu ofisi yake.
Sasa Shilole ameandika ujumbe huu. Kuna namna nadhani sisi kama Watanzania pia inabidi tujifunze. Nilikuwa nikizungumza na mtu mmoja muda fulani, nikamuuliza kuhusu hiki ambacho kimetokea kwenye maandamano. Uharibifu wa mali umefanyika, lakini vile vile watu wameandamana kwa kuiba na mambo mengine kadha wa kadha. Nilihoji tu, na mimi na kuhoji hapa Mwana Upupu Podcast, unaweza pia ukaniambia maandamano ni kuharibu vitu vya watu kama hivi ambavyo vimetokea, ama ni utaratibu wa kufikisha ujumbe kwa mabango na matakwa ambayo wananchi wamekuwa yakiyataka? Kumekuwa na sintofahamu huko, kila mtu akizungumza lake. Wapo wanaosema kwamba walichokifanya waandamanaji ni sahihi, wapo wanaosema kwamba walichofanya wamekosea kwa sababu wamechoma mali za watu ambao pengine sio wahusika wa moja kwa moja. Na ni kosa mtu kuwa na itikadi ya chama fulani? Kama sio kosa, sasa uhuru uko wapi wa mtu kujitangaza kuwa pengine labda yeye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ama mwanachama wa Chama cha Demokrasia, ama mwanachama wa Chama cha Chauma, ama Chadema na vitu kama hivi? So unaweza kaniandikia pia ujumbe wako hapa kwenye Instagram page ya Haja the Credible, ama unaweza ukaandika hapa kupitia Upupu Podcast. Wakati haya Shilole yanaendelea, msanii wa Bongo Flava Kusa, yeye amewajia juu wasanii wote ambao wameshare posti za kutoa pole kwa watu ambao walikutwa na majanga, lakini vile vile watu ambao wamepoteza ndugu zao. Kupitia mtandao wa Instagram, Kusa ameandika, pesa mbele, utu unabaki nyuma. Hata hamkukumbuka tena walipotutoa. Najua kuwa upande wao tulishindwa, basi tungekaa kimya. Kuandika RIP pekee haitoshi, maana walijua tu mtaandika. Acha waumie, acha waongee. Wana haki, walijua hamna siku mtaacha kuwa upande wao, lakini tumeshindwa hata kuwasamehe na kuwatetea kisa pesa na nafasi ambazo hatutadumu nazo milele. Moyo wangu unavuja damu kila nikisema nikae kimya, nafsi yangu inaumia. Ndugu zangu, ndugu zetu wamekufa kikatili sana. Ujumbe wa Kusa huu baada ya sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii wasanii mbalimbali pamoja na watu mashuhuri wakitoa pole kwa matatizo ambayo yametokea katika taifa hili la Tanzania. Kusa anaandika ujumbe huu muda mfupi tu baada ya mijadala kuzuka kwenye mitandao ya kijamii juu ya wasanii wa Bongo Flava hasa maarufu kutowatetea wananchi wao pindi ambapo wanawahitaji kwenye shida, lakini wao wanapowahitaji basi wananchi huwa wanakuepo hapo. Ujumbe wa Kusa huo ni kama vile ametupa jiwe gizani hivi. Amewajumuisha wasanii wote ambao wapo kwenye muziki wa Bongo Flava. Anasema kwamba wasanii wamekuwa wanafiki na walijua tu wataandika hizo RIP, watawapa pole, lakini mbona hawakusimama na wananchi wakati ambapo walikuwa wanawahitaji? So ujumbe huu wa Kusa nadhani hata yeye mwenyewe pia unamhusu, kwa sababu wakati ambako mazoezi haya yanafanyika ama vitu hivi vinatokea, hata Kusa tukumuona akizungumza chochote juu ya jambo hili. Kusa anaandika malalamiko hayo, anaungana na Watanzania wengine ambao wanasema hawataki kabisa pole wala ukaribu na wasanii wa Tanzania. Upi mtazamo wako kwenye hili ambalo ameliandika Kusa, lakini vile vile tukio ambalo limetokea kwa Shilole pamoja na ujumbe wa Shilole kwa mara ya kwanza toka ofisi yake imechoma moto? Niandikia hapa kupitia Upupu Podcast, nami nitakuja kuipitia ujumbe wako, nitakuja kuusoma. Lakini vile vile unaweza ukanifuata kupitia mitandao yangu ya Instagram @Upupu Haja the Credible. Instagram andika tu Haja the Credible, huko utanipata. Hii ni Upupu Podcast, endelea kuitazama kwa taarifa mbalimbali.